because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Warumi sura ya 9. Mada ni uteuzi, sema uteuzi. Uteuzi unamaanisha unaweza kuwa na maapulo 100 kwenye kikapu na unachagua maapulo 50. Nguvu ya kuchagua. Ikiwa maapulo ni yako, nani anaye mamlaka ya kuchagua? Wewe. Na wewe unasema, ninachagua ninavyotaka, nachagua 175 au 50. Neno uteuzi linatokana na kuchagua. Ikiwa wewe ndiye mmiliki, basi wewe unachagua. Lakini sasa tutazungumza juu ya mmiliki wa roho yako, mmiliki wa dunia, mmiliki wa ulimwengu wote, Mungu. Yeye aliamua siku moja kuchagua kati ya wanadamu. Na kisha akaumba vyombo vingi, watu wengi sana. Na badala ya kuamua kuwachagua wote waliopo, alisema hapana kabisa, mimi nitawachagua hawa vyombo mahususi. Na hawa sitawachagua. Ni kwamba wakati Paulo aliandika hayo, Paulo alishangaa Mungu wa upendo hatawachagua watu wote kwa wokovu. Tutaangalia kile kilichoandikwa. Sawa, Warumi 9 mstari wa 11. Anasema, bado hawajazaliwa wala hawajafanya mema wala mabaya. Anazungumza juu ya wanadamu, sivyo? Hawajazaliwa. Hatuzungumzii kuhusu wanyama. Tunazungumza juu ya wanadamu. Anasema, basi kwa kuwa bado hawajazaliwa na hawajafanya mema wala mabaya, ili kusudi la Mungu liweze kutimia. Kulingana na uteuzi, hilo ndilo mada. Kulingana na uhuru wa kuchagua. Kulingana na mapenzi ya mwanadamu. Mwanadamu anachagua Mungu? Hapana. Kusudi la Mungu kwa wanadamu ni kulingana na kusudi la Mungu la kuwachagua watu wake. Lidumu si kwa matendo bali kwa yeye anayewaita. Sikiliza, ni mada muhimu sana. Uko tayari kuchukua notisi? Unajua kile ambacho mtume anasema hapa? Sikiliza, mwenye baraka hii huenda haujawahi kusikia. Jitayarishe. Mtume Paulo, yule mjenzi mkuu, yule mtu ambaye Mungu alimpeleka paradiso na kumwambia, Paulo, sikiliza, sikueleza hili hata Maria. Sikueleza hili hata mitume. Sikueleza hili hata Musa. Wewe ndiye pekee ninayekueleza hili na ukaandike. Na nataka uende ufanye safari kwenda Roma, kwa sababu kuna kitu kinaundwa huko Roma kinachoitwa Vatican. Nisikilize. Tuko hapa wote. Hii ni kitabu kimeandikwa kwa nani? Kwa nani? Kwa Warumi. Paulo alienda Roma kuwapa habari njema. Papa wa kwanza alikuwa anaundwa. Paulo alitaka kumsaidia papa wa kwanza ili aelewe. Kwa bahati mbaya, papa wa kwanza hakuelewa Paulo. Na kisha hawatuwezeshi kamwe kufundishwa haya. Mungu alitaka iwe hivyo. Leo tunayafundisha. Leo kupitia mtandao, kamera ile inanipeleka mimi katika mataifa yote ya dunia ili wasikie. Basi anasema hapa mwenye baraka kwamba mtoto yuko ndani ya tumbo la mama yake. Hajafanya mema wala mabaya. Na kisha ili kwamba kusudi la Mungu kulingana na uteuzi, si kwa matendo ya mtu mwenyewe. Mtoto yuko pale ndani na Mungu anasema, huyo ni mtoto wangu aliyechaguliwa. Lakini haijulikani jinsi atakavyojiendesha. Sema neno hilo, Injili. Sema hisi dini. Injili. Anasema kwamba waliochaguliwa na Bwana hawajazaliwa, hawajajitenda mema wala mabaya, kulingana na uteuzi wa Mungu.
Kama Mungu anasema ni mtoto wangu, ataenda mbinguni hata akijitenda vibaya. Unataka kujua lini kanisa liko katika kweli? Nenda tu kwa mchungaji, kasisi au kiongozi yeyote na umwambie, niambie, mheshimiwa mchungaji, askofu, mzee au hata monsinyo. Mwanadamu huchagua jehanamu au mbingu. Atasema ana uhuru wa kuchagua. Huo ni uongo wa kanisa linaloendelea. Inategemea mchungaji. Mchungaji anaweza kuwa mzuri, kutaniko zuri, waimbaji wazuri, lakini wako katika uongo. Kwa sababu ili kanisa liwe katika kweli lazima lijitishe kwa maelekezo ya Injili. Najua hili ni gumu kwa akili ya kibinadamu. Paulo anatoa maelekezo yenye athari. Fikiria Daudi yule aliyetenda vibaya sana. Daudi alifanya uzinzi, wizi, uhalifu. Mungu alimwona Daudi mtumishi wake. Ninaweza kuchagua mgahawa mzuri, nina ushahidi. Lakini wokovu wa maisha yangu, milenio yangu ya milele, hilo liko mikononi mwa Muumba wangu. Mungu ndiye Baba wa roho zote na yeye ndiye aliyeumba roho zote. Tazama Warumi 3 mstari wa 10. Wote wawe na Biblia. Mpe mgeni Biblia yake, ndio ushahidi. Kama imeandikwa, sema imeandikwa. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna anayeelewa. Hakuna anayemtafuta Mungu. Hakuna anayefanya nini? Ikiwa hakuna anayemtafuta Mungu, watamwaje? Kwa uhuru wao? Hapana, hawajui. Lazima uelewe kutumia uhuru. Paulo alisema hakuna mwenye haki, hakuna mwema, hakuna anayeelewa. Huwezi kutumia uhuru wako. Kama unaelewa, ni Mungu aliyefungua uelewa wangu kwa uhuru wake. Unanielewa? Ukiamini uhuru wa kuchagua, unamaanisha watu wanaelewa. Unavunja Injili na uko katika uongo. Usiwe na mshangao. Makanisa yote yako katika uongo ule ule. Hii ni ya kimataifa. Muujiza huu, kamera kufika dunia, hakuna anacho hicho. Sisi ni huduma pekee ya Kihispania yenye hii. Lakini hilo si kwa sababu ya matakwa yetu. Hilo ni kwa sababu Mungu anataka hili lisikike kwa mataifa yote. Mungu amechoka na uongo. Na tarumbeta inalia. Na Mungu anataka kujulikana kwamba anakupenda, kwamba alikuchagua tangu tumboni mwa mama yako, anakuja kutafuta na kulinda. Inasema, wote walipotoka njia, wote wamekuwa wasiofaa, hakuna atendaye mema hata mmoja. Hiyo inamaanisha kwamba uhuru wa kuchagua ni uongo. Sema hii ni uongo. Sema sitaamini tena hayo. Sema Mungu ni mkuu juu ya maisha yangu. Unajua alichosema mwanadamu mwenye hekima zaidi duniani? Mwenye hekima wa mbinguni ni Paulo, wa duniani ni Solomoni. Solomoni alisema, juu ya mawazo mengi sana yanayomjia mwanadamu kila wakati. Juu ya mawazo hayo mengi, mapenzi ya Bwana hutimizwa daima katika maisha ya mtu. Wakati mwingine unatumia miaka 5 kutenda utakalo, unadhani unaweza kutenda utakalo. Lakini Mungu anakuja siku moja na anasema, tazama, inakubadilisha kila kitu. Tazama ulipoishia. Ili mawazo mengi yafike kwako, unahitaji siku na miaka mingi. Ndiyo maana Mungu huwapatia waliochaguliwa, hasa anapojua wewe ni mteule. Mungu ana mipango nawe. Lakini lazima upande na usubiri kwa wakati wake yote yaanguke kwa mpangilio. Ili uone kwamba Bwana huwapatia watoto wake.
Anasema, tazama, mwanadamu huamua njia yake. Akianguka hataanguka chini, Mungu anashika mkono wake. Sema uchaguzi. Sema hii en respeto kile Mungu anachagua. Mungu anachagua. Hiyo ni kitendo cha mapenzi. Yeye ni mtawala. Nilipokuwa katika mfumo wa kiinjili, nilikaa kwa muda mrefu. Kulikuwa na wimbo unaitwa Yesu ni mfalme wangu mtawala, na ni furaha kuimba sifa zake. Ni mfalme na ananiona kama ndugu. Nami nilikuwa nikimwita mfalme mtawala, lakini nilikuwa naamini katika uhuru wa kuchagua. Hivyo kile nilichokuwa nikiamini kiliharibiwa nikizungumza, na wakati mwingine kile nilichokuwa nikiamini kiliharibiwa nikimba. Kwa sababu mfumo wa Kiprotestanti, kila kitu kimeharibika. Watu hawajui wanachokiamini, kwa sababu hawaelewi kwamba Mungu ni mtawala, Mungu wa kusudi. Tazama, watu wanaamini Yesu aliuawa kwa udhaifu. Tutaangalia katika Matendo ili uone jinsi Mungu alivyo mtawala. Matendo sura ya 2 ili uone. Katika mstari wa 23 ili uone jinsi mpango wa Mungu unavyofanya kazi, kwa sababu kuna watu wanaamini na wanahisi huzuni kwa Yesu. Je, mnakumbuka wakati tulipokuwa tukimpeleka katika hizo sherehe, tulipokuwa tukilia tukimchukua katika siku ya Juma Takatifu? Kama vile kusema, maskini, tazama jinsi walivyomua, walimtemea mate. Lakini tazama kile kinachosemwa hapa kuhusu kifo cha Yesu. Anasema kuhusu huyu, akizungumza juu ya Yesu aliyetolewa kwa ushauri wa Mungu ulioamuliwa na maarifa yake. Mlimkamata na kumuua kwa mikono ya wabaya. Anasema kwamba aliuawa kwa ushauri ulioamuliwa. Hii ina maana kwamba mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba afe. Hakuwa ameuawa, bali alitafuta wakati mwafaka wa kufa ili kufichua siri. Na nitakuambia, angalia, mtoto wako alikufa, ambaye walikuambia yuko motoni. Huyu ni mwenye baraka. Angalia, yule ambaye hakuwahi kanisani akakufa baada ya sherehe. Mchungaji akasema, huyu hakuji kutubu. Sijawahi kumwona. Yuko peponi. Kuna watu, hata hivyo, yule aliyekuwa mwema, angalia, alicheza tarumbeta na kwa sadaka alizotoa alininunulia benki ya maskini. Na yule aliyewasaidia maskini, Mungu anajua na ni chombo cha hasira, na unasema huyu yuko mbinguni. Je, mbinguni? Mbinguni hapana. Angalia, huyu ameharibiwa, hakuna kumbukumbu yake. Hii si kwa kuonekana mwenye baraka. Hii si kwa sura tu. Kuna watu unawapenda na unawajua, lakini baada ya miezi 2 au 3 unasema huyu ni mbaya. Na kuna mtu ambaye hukupenda, ulijisikia vibaya naye kwa sababu ya tabia yake, jinsi anavyofanya nywele, kama anavaa pete, lakini ghafla anakuwa mtamu. Kwa sababu watu wa leo wanaishi kwa sura. Watu wanadanganya leo kwa muonekano mzuri, wanavaa tie nzuri, wanajipanga kama mimi, wanakufanyia makubaliano na kukudanganya, wanakupora $20,000. Hii si kwa muonekano umebarikiwa. Sio kila kinachong'ara ni dhahabu. Ndiyo maana unapaswa kufahamu akili ya Mungu. Na unapaswa kwenda kwenye neno. Tazama Matendo 13:48 ili kuangalia mambo ambayo mara nyingine yanakupita. Matendo 13:48. Sawa, hebu tuende kwenye mstari 47. Kwa sababu Paulo yupo hapa katika jukumu lake alipoanza.
Anasema mstari 47, kwa sababu ndivyo Bwana alivyotutuma akisema, nimekuweka kuwa mwangaza wa mataifa ili uwe kwa ajili ya wokovu hadi mwisho wa dunia. Kwa Paulo. Paulo alipewa jukumu ili kufika mwisho kwa mataifa yote, lakini walimuua. Na uone lugha ya Paulo. Tazama jinsi Paulo anavyosema, aya 48, Wayahudi wakisikia haya. Watu wangapi wa mataifa hapa? Unaponiangalia, unajibu kwa sababu wewe ni mtu wa mataifa. Ili usikie Petro na Yakobo. Yakobo alikuwa Myahudi, Petro alikuwa Myahudi. Yohana alikuwa Myahudi na walimwandikia Wayahudi. Paulo ndiye pekee anayeandika kwetu watu wa mataifa. Tazama aya 48, watu wa mataifa wakisikia walifurahia sana. Wengine walikuwa na huzuni. Walifurahia na kumtukuza nani? Nani alimtukuza? Hivyo unavyofanya unapojisomea pamoja nami hapa, unanisikia, si unamtukuza Jose Luis. Hapa hujamtukuza hiyo. Hujamtukuza jinsi nilivyoanguka au jinsi ninavyoweka mikono yangu. Hujamtukuza hiyo, unamtukuza hapa, sema neno. Kwa sababu mtu wa mataifa anapaswa kumtukuza neno, si uzoefu wa kichawi wa kutembea kwa mguu mmoja au kuanguka angani. Hapana. Ni neno unalotakiwa kumtukuza. Na angalia kilichokuwa kinaendelea walipokuwa wakimtukuza neno. Walipokuwa wakimtukuza neno la Bwana na waliamini. Je, ni wote walikuja? Je, ni wote waliosamehewa? Je, ni wote wema, wote wacha Mungu? Wale waliokuwa na imani? Wale walikuwa na nini? Sikiliza, neno imepangwa. Unajua ni nani? Walikuwa na imani. Sikiliza hili, kwa sababu katika kundi kuna wote. Wakati kuna umati, kuna watu wanatafuta mikate na samaki, na wengine wakimtukuza Bwana. Na kisha basi wale waliokuwepo. Sikiliza, anaposema wale, inaonekana si wote walikuwa na imani. Ni wale, sivyo? Walikuwa wamepangwa kwa ajili ya uzima wa milele. Hao ni watoto walio tumboni mwa mama, na kutoka pale Mungu anasema, Ana Luisa atapata mtoto wa okoa, Maria atapata mtoto wa okoa. Na wewe mwenye watoto wangu tayari ni waokoa, kwa sababu wewe ni waokoa. Na angalia, Bwana yuko pamoja na watoto wako. Angalia jinsi alivyokuletea mbali, alikutoa katika taifa lako. Unajua ni ngumu kupata hiyo visa. Huja hapa kutafuta chochote zaidi ya hiki ninachokuambia, kwa sababu na hiki hisikiliza. Na nusu yenu inajuta kwa kufika hapa. Kwa sababu na maarifa haya unaweza kurudi nyumbani kwako ukiwa umejaa baraka, kwa sababu maarifa haya yanazidi hali ya uchumi wa taifa. Hii ndiyo sababu ulifika Miami. Au labda ulifika New York na wakakurudisha Miami. Kwa sababu ulipaswa kusikia hili. Kwa sababu hii ni injili ya wokovu wenu. Hizi ni habari njema zitakazokufanya uwe na furaha. Zitakazokupa furaha. Zitakazonyosha hatua zako. Hutatembea tena bila mwelekeo ukifanya maamuzi yasiyo na mpangilio. Siku moja unainuka na siku inayofuata, Baba, nini kinatokea? Hapana, hapana. Lazima uache kuchukua ushauri wa kisaikolojia, kwa sababu angalia, utafungwa, maisha yako yatakuwa yamefungwa. Utachukua maamuzi mazuri. Watoto wako watachukua maamuzi mazuri. Hii ndiyo neno la neema. Angalia, nitakupa maelezo ya mwisho ambayo yatakuondoa soksi bila kukutoa viatu.
Hiyo ni ngumu, sivyo? Lakini ni lazima nikwambie kwa sababu ni sehemu ya ufunuo huu. Hili nalifanya ili nikushtue kidogo. Angalia Mathayo 26 uone kilichotokea. Mathayo 26. Kitabu cha Mathayo, historia. Sikusema injili, hii si injili, hii ni historia. 26, angalia anasema. Sura 26. Katika mstari wa 28. Samahani, katika mstari wa 26. Hapa ni Yesu yupo kwa ajili ya kufa, kutoa maisha yake. Angalia anachosema. Na wakati walipokuwa wakila, Yesu alichukua mkate, akabariki, akaupiga, akawapa wanafunzi wake, akasema, hii chukueni, kula, huu ni mwili wangu. Na akichukua kikombe, na baada ya kutoa shukrani, aliwapa akisema, kunyweni nyote. Sasa angalia mstari wa 28, hii ni damu yangu ya agano jipya, inamwagika kwa wengi kwa msamaha wa dhambi. Kwa nini? Unajua umebarikiwa kwamba Kristo hakumwaga damu kwa ajili ya watu wote. Ataweza kujipinganisha? Atamwaga damu vipi kwa vyombo vya hasira vilivyotayarishwa kwa uharibifu? Atamwaga damu vipi kutoka kwa Kaini? Hao ni watu wabaya, watu wanaokufa na hawana wokovu. Ndiyo maana Paulo alisema, tazama, si kila mtu ana imani. Imani si ya wote, ni ya waliochaguliwa tangu tumboni. Wanazaliwa wakiwa na imani, wanazaliwa wakiwa na Roho ya Mungu. Wanakuja tayari. Umejipatia vifaa vya elektroniki ambavyo wanakuambia unapaswa kutafuta vipuri mahali pengine na havina betri, lakini mwingine anasema hiki kina kila kitu, kina betri, kina hiki, kina kile, unachokipenda, vinakuja kamili. Ulizaliwa kamili, huwezi kutafuta zaidi. Huna kitu. Sema sina kitu. Sikia, watu wa Mungu wanapaswa kumtukuza neno la Bwana. Mtukuze neno, sema Aba Baba. Neno hili ni la kumtukuza. Hii ndiyo muhimu zaidi katika maisha yako. Yesu alisema, si kwa mkate tu anayeishi mwanadamu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Hii inatoka kwenye kiti cha enzi cha Bwana ikizungumza nawe. Ndugu, ninajisalimisha kwa Mungu. Ninashukuru Mungu, mimi ni mteule. Si tu mteule, bali unajibu, unamuka kwa neno hili. Kusema mimi ni mteule na kubaki hapo ni jambo moja, na ukiondoka kesho ofisini, uso huo huo unasema mimi ni mteule, Bwana. Unapaswa kutukuza neno la Bwana. Hili linapaswa kukuletea furaha, linapaswa kukupa sababu ya kusema kwa wengine, tazama baraka za huduma hii. Kuna makanisa yanayofanya vikundi vya uinjilisti, waje wale wanaotaka kwenda nyumba kwa nyumba, wanawatia moyo kwa mazungumzo na kuleta mchungaji kutoka mbali. Na wanakuja na motivator. Hapa motivator wako ni neno. Ikiwa wewe ni mwenye furaha na hii ni kweli kwako, huwezi kukaa kimya. Vipi kutakuwa na kanisa lenye uongo? Na nani alikuambia kwamba Wakatoliki ni Wakristo? Si Wakristo, ni Wakatoliki wa Kirumi lakini si Wakristo. Nani alikuambia kwamba Waevangelika ni Wakristo? Wao ni Wakristo wa Kiprotestanti kwa sababu Martin Luther alifungua kidogo na kuwaambia kwamba walikuwa wameokolewa kwa imani. Hiyo si Ukristo. Ukristo ni kusoma barua 14 za Paulo na kujitambulisha na Injili ya neema, na hivyo unakuwa Mkristo. Mkristo wa kwanza alikuwa Paulo. Mitume hawajawahi kujita Wakristo. Katika Matendo, watu walimuita Paulo na Barnaba kwa mara ya kwanza Wakristo kwa sababu Mkristo ni yule anayeheshimu Injili ya Yesu Kristo. Kuna maelfu kwenye mtandao wanaamini kwamba ni Wakristo kwa miaka mingi, kwa sababu walibatizwa na walijutia, walikataa kunywa na kuvuta sigara.
Kwa sababu walirudi kwenye meza ya Bwana. Hiyo si Ukristo, ndugu, usikose, si kila kinachong'ara ni dhahabu. Ili uwe Mkristo, lazima uheshimu Injili ya Kristo. Hiyo ndiyo Injili halisi. Baba. Isaya 53 aya ya 11. Angalia anachosema. Aya 11 inasema ikimzungumzia Yesu Kristo. Isaya kabla Yesu Kristo hajazaliwa alisema ataona matunda ya huzuni ya nafsi yake na ataridhika, kwa maarifa yake atamjustifi mtumishi wangu mwema kwa wengi na atachukua dhambi zao. Isaya anasema hii ni kwa wengi, si kwa wote. Na ikiwa uko hapa, wewe ni mwenye bahati kwa kuwa miongoni mwa wengi. Yesu Kristo alisema akizungumza kwa mifano, mimi ni mchungaji mwema, ninatoa maisha yangu kwa kondoo, si kwa mbwa mwitu. Kwa sababu alizungumza kwa njia akisema ninatoa maisha yangu kwa kondoo, akili yako ingefikiri kwa ajili ya kondoo hakuna wanyama wengine. Je, wanaitwaje? Kuna mbwa mwitu, hivyo si kwa kondoo. Hiyo ni mfano, anakuonyesha wazo, umebarikiwa. Kwa sababu si kondoo 100, ni mamilioni. Mamilioni ya kondoo. Alilinganisha na kondoo 100 ili kukurahisishia. Mimi ni mchungaji mwema, ninatoa maisha yangu kwa kondoo. Je, umeona ni wa kuchaguliwa kwa kondoo? Na kama ningekuwa na tishe 99 tayari kwenye zizi, sikiliza, tishe 91 itakosekana, angalia, nitaitafuta. Lakini si tu kwenda kuitafuta ili nione, ni kuitafuta hadi niipate. Na anasema hakuna anayeweza kuwapora kondoo wangu. Sikiliza, hawa wachungaji wa Injili wanasema, lakini kondoo anaweza kuruka, anaweza kuondoka. Angalia, unajua kwamba ni upumbavu mkubwa. Nitazungumza kuhusu upumbavu mkubwa. Kanisa lolote, mchungaji yeyote anayeamini kwamba mtu anaweza kupoteza wokovu wake, au kwamba hizi hapa ziko kwa sababu ya mapenzi yangu, salama daima salama. Kwa kweli hajui Mungu wala hajui anachozungumza, kwa sababu kwanza haipaswi kuhoji wokovu wake kwa sababu amekuwa salama kabla ya kuzaliwa. Kutoka tumboni mwa mama yake anakuja salama, na sasa anapokuwa hai anashuku.